Katika kina kirefu cha bahari ambako mwanga wa jua hauwezi kufika kabisa, kuna hadithi ya mnyama wa ajabu zaidi ambaye hujulikana kama Leviathan. Mnyama huyu wa bahari aliyezungumziwa katika maandiko ya kale husimuliwa kuwa ni kiumbe mwenye ukubwa wa ajabu, nguvu zisizoelezeka na uwezo wa kuangamiza meli nzima kwa pumzi moja tu. Lakini je, Leviathan alikuwa mnyama halisi au ni hadithi tu ya kutisha iliyoenezwa kwa vizazi? Hadithi ya Leviathan ina mizizi katika maandiko matakatifu na fasihi za kale. Katika Biblia, hasa katika kitabu cha Ayub sura ya 41, Leviathan anaelezewa kama mnyama wa baharini asiyeweza kushindwa na binadamu, mwenye meno makali na ngozi ngumu isiyoweza kupenyezwa na silaha za kawaida. Vyanzo vingine vya kale kama vile maandishi ya Wababiloni na Wafinisia pia taja kiumbe mwenye sifa zinazofanana na Leviathan, na mara nyingi akihusishwa na nguvu za uharibifu na giza la bahari. Maelezo ya Leviathan yanatofautiana sana kulingana na chanzo cha hadithi. Kwa mujibu wa Biblia, alikuwa ni mnyama mkubwa mwenye magamba yenye uimara wa chuma, akitoa moshi na moto katika pua zake. Wengine wanasema kuwa alikuwa na mwili wa joka la bahari, akiwa na urefu wa zaidi ya mita 100 na uwezo wa kumeza meli nzima kwa mdomo wake mpana. Katika maandishi ya Kiyahudi, Leviathan anaelezwa kuwa ni nyoka mkubwa wa bahari, akiwa na macho yanayong'aa kama miale ya moto na mionzi ya kutisha zaidi inayoweza kuteketeza kila kitu kilichopo karibu naye. Hadithi hizi ziliwafanya mabaharia wa zamani waogope safari za mbali baharini, wakihofia kukutana na Leviathan na kupotea milele katika kina kirefu cha bahari. Ingawa hakuna uthibitisho wa kisayansi kuhusu kuwepo kwa Leviathan, kuna ripoti mbalimbali za mabaharia wa zamani waliodai kuona viumbe wakubwa wa baharini waliokuwa na maumbile ya ajabu sana. Mnamo karne ya 16, mabaharia wa Kiswidi waliripoti kuona joka la bahari lenye urefu wa zaidi ya mita 30 likizunguka meli yao kwa muda kabla ya kutoweka kwenye mawimbi makubwa zaidi. Lakini katika karne ya 19, baadhi ya wanasayansi waliamini kuwa Leviathan anaweza kuwa aina ya nyangumi mkubwa wa kale ambaye bado hajagunduliwa kikamilifu. Baadhi ya wanasayansi wanapendekeza kwamba hadithi ya Leviathan inaweza kuwa imehamasishwa na viumbe wa kweli waliokuwa wakishuhudiwa na mabaharia wa zamani. Kwa mfano, Goblin Shark ambaye anaonekana ni wa ajabu na mwenye sura ya kutisha sana, na mara nyingi hupatikana kwenye kina kirefu cha bahari ambacho si rahisi kufikiwa na binadamu. Aidha, baadhi ya wanasayansi wanadai kuwa Leviathan anaweza kuwa alikuwa ni Megalodon ambaye ni papa wa kale aliyekuwa mkubwa zaidi kuliko papa wa kisasa, mwenye urefu wa zaidi ya mita 20 na meno makubwa yanayoweza kukata mfupa wa nyangumi kwa urahisi. Pia baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba kuna sehemu za bahari ambazo hazijawahi kuchunguzwa kabisa, huku zaidi ya 80% ya bahari ya dunia ikiwa bado haijafanyiwa utafiti wa kina zaidi. Je, inawezekana Leviathan bado yupo akisubiri kugunduliwa? Leviathan hajapotea kwenye fikra za watu, kwani ameendelea kuathiri sana fasihi na hata filamu mbalimbali. Katika vitabu na filamu kama vile The Pirate of the Caribbean, viumbe wakubwa wa bahari waliofanana na Leviathan wamekuwa sehemu ya hadithi zinazoleta hofu na msisimko mkubwa sana. Hata katika michezo ya video, kiumbe huyu hutajwa mara kwa mara kama nembo ya nguvu na uharibifu usioelezeka. Ingawa hakuna uthibitisho wa moja kwa moja wa kisayansi, hadithi za Leviathan zinaonyesha hofu ya binadamu kwa bahari zisizoeleweka na viumbe wa ajabu wanaoweza kuishi ndani yake. Iwe ni hadithi ya kifumbo au kumbukumbu ya kiumbe wa kweli wa kale, lakini Leviathan anaendelea kuwa mmoja wa viumbe wa kutisha zaidi na wa kuvutia katika historia ya binadamu.
Je, unafikiri Leviathan bado anaweza kuwa yupo katika kina cha bahari akisubiri wakati wa kujitokeza tena, au ni hadithi tu iliyobuniwa ili kuwatisha mabaharia wa kale? Maoni yako ni muhimu sana, na mpaka hapa sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Pia usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata makala zetu mpya kila zinapotoka. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.